وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون. ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam zimfikie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nahmadullah jalla fi ulahu wa azma fi aliyai sama. Tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala alotukuka bi an manna alayna faballaghna hadha al-yawm al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala katupa neema zake mbalimbali kiasi ya kwamba ametuwezesha tukawa ni wenye kudiriki siku hii ya leo, siku nzito, siku ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam yasema afdalul ayami inda Allah yawmun nahri thumma yawmul qarri. Bora ya masiku kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni siku hii ya kuchinja, yawmun nahri, siku ya kuchinja ambayo ni siku ya leo, thumma yawmul qarri, kisha siku ya kesho. Ikhwata la majid, ndugu zangu katika iman, tutambue tumo ndani ya siku nzito, siku adhim, siku ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha utukufu wake siku hii na uzito wake siku hii. Ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameapa nayo ndani ya Qur'an pale aliposema wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr wal layli idha yasr. Wanavyoni wengi wanasema Ash-Shafi'i alowapa nayo Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ni siku hii ya leo ambaye ni yawmun nahri. Ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala katupa uzima tukadiriki jana siku ya Arafa. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kutuneemesha tukaidiriki siku ya leo ambaye ni siku adhim mbele yake. Ikhwani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema lahu da'watul haqq, yeye ndiye muabudiwa wa kweli, yeye ndiye anayepaswa kuabudiwa kwa haki. Hebu tizama neema mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala alizotupa sisi tukaweza kudiriki masiku kama haya na mengine mengi ambaye ni masiku adhim. Kwa ina maana tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina kumshirikisha kwa chochote kile. Ndio maana akasema lahu da'watul haqq, yeye ndiye muabudiwa wa kweli. Wanaviona wakifasiri aya hii lahu da'watul haqq, wanasema da'watul haqq ni da'watun sadiqa, ni da'wa ya ukweli. Ina maana ibada ya ukweli anayepaswa kupelekewa ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ikhwani fillah, yaqulu Allah lahu da'watul haqq, yeye ndiye pekee apasaye kuabudiwa kwa haki pasina kushirikishwa na yeyote yule. Walladhina yad'una min dunihi, na wale wanayabudiwa kinyume naye Allah subhanahu wa ta'ala, la yastajibuna lahum bishay, hawezi wakawajibu wale wanaoabudu kwa lolote lile, illa kabasiti kaffaihi ila alma'i liyablugha fa. Mfano wa watu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wa watu wanayabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wake ni sawa na mtu mwenye kiu kikali akafika mtoni akanyoosha mikono yake kuelekeza mtoni ili maji yatoke kwenye mto yafike mikononi mwake yaelekee kinywani mwake. Ni jambo ambalo haliwezekani. Walladhina yad'una min duni la yastajibuna lahu bishay illa kabasiti kaffaihi ila alma liyablugha fa wama huwa bibalighi wama du'aul kafirina illa fi dhalal. Na bila shaka ibada za wakanushaji pale wanapomkanusha Allah wakategemea mwingine kinyume na Allah, bila shaka ibada zao zile ni ibada za kupotea, ni ibada ambazo bila shaka zimepotoka, hazimo katika njia sahihi, njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha. Ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala katuneemesha neema mbalimbali.
kakujalia ukawa ni mwenye kudiriki wewe pamoja na familia yako siku ya leo ambaye ni siku nzito, bila shaka tumrejeshee Allah subhanahu wa ta'ala shukurani. Na shukurani tunazopaswa kumrejeshea Allah ni shukurani za matendo, yani tumwabudu Allah pekee pasina kumshirikisha kwa chochote kile. Na ndio utakuta msimu huu, msimu wa ibada adhim ya hija, huu msimu ni msimu wa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama tangia pale mahujaji wanapotangaza nia zao za kuanza ibada tukufu ya hija, wanaanza nia zao kwa kutangaza tauhid. Ndio maana Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yusimulia hadithi leo katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema Jabir, thumma ahalla bitauhid, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatia nia ya hija kwa kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ahalla bitauhid, kisha akatangaza nia yake kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik allahumma labbaik. Tizama haya maneno mazito, maneno ambayo mahujaji tangia wameanza ibada zao za hija mpaka leo wanaendelea kuyakariri haya maneno mpaka siku wanamaliza ibada yao ya hija kwa kusema labbaik allahumma labbaik. Tumekuitika Mola wetu, tumekuitika, tunakutii Mola wetu, tunakutii. Manake Allah subhanahu wa ta'ala amewaita waende wakahiji, na bila shaka watu wale wakaitika wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Manake Allah aliwatangazia watu waende wakatekeleza ibada ya hija, na wale waliofanikiwa bila shaka wamemuitika Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wanasema labbaik allahumma labbaik, tumekuitika Mola wetu, tumekuitika, tunakutii Mola wetu, tunakutii. Labbaik la sharika laka labbaik, tunakuitika ya Rabbi, hauna mshirika, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe, tunakuitika ya Rabbi, tunakuitika. Ndio maana labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda, hakika himdi zote, wa neema na neema zote ni za kwako wewe ya Rabbi, laka wal mulk, ni za kwako, na ufalme vile vile pia ni wa kwake, ni wa kwako. La sharika lak, hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe, hauna mshirika, uko peke yako, umepwekeka. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam tangia anatangaza ibada adhim, anatangaza nia ya kuhiji, ameanza kwa maneno ya tauhid, na maneno hayo ndio anamalizia nayo, bila shaka kuonesha umuhimu wa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku kama haya ambaye ni masiku mazito, masiku adhim. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tukadiriki siku adhim, kwa vile vile pia tumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala, tumpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah anasema wa'budullah wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala wala msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote kile. Na Allah subhanahu wa ta'ala kisha tangaza, hakika yote atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala matendo yake yote yatakuwa yamepomoka na atakuwa ni miongoni mwa watu waliokhasirika, waliopata hasara. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akatangaza kwa kusema innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, hakika yule atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah atamharamishia pepo na makazi yake yatakuwa ni motoni, na madhalimu ambao ni wakanushaji hiyo siku ya kiyama hawatopata yeyote mwenye kuwanusuru. Kwa hiyo tumpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya siku nzito kama hii, tuendelee kumpwekesha Allah, tuendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina kumshirikisha na chochote kile. Ndio maana lahu da'watul haq, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muabudiwa wa kweli, manake yeye ndiye anayesikia dua, yeye ndiye anayejibu majibu na maombi ya waja wake, yeye ndiye anayesikia chochote kile wanachokitaka waja wake. Yeye peke yake ndio mwenye uwezo wa kudhuru na mwenye uwezo wa kunufaisha. Kwa hiyo ibada zetu zote tuzielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe pekee ndiye tunayekuabudu na wewe pekee ndiye tunayekutaka msaada. Ikhwani fillah, siku hii ya leo ni siku nzito, ni siku adhim, ni siku ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile tushikamane na ibada adhim ya kuchinja, manake siku ya leo ni siku ya kuchinja. Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia uwezo, usije ukaacha kumwaga damu siku kama hii. Nenda masokoni ununue mfugo wako,
umchinje kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na utambue ibada adhim unayofanya siku ya leo baada ya tauhid, unayejikurubisha kwayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya ibada ya tauhid ni ibada ya kuchinja, na ibada ya kuchinja vile vile pia ni ibada ya tauhid. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la'ana Allah man dhabaha li ghairi Allah, Allah amemlaani yule atakayemchinjia mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nenda sokoni ukanunue mfugo wako, mnyama wako, umchinje kwa ajili ya Allah, na Allah ndicho alichokisema ndani ya Qur'an, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako salatul Eid, wanhar, na uchinje. Ina maana chinja kichinjwa ndani ya siku hii kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Vile vile ikhwani fillah, tutambue siku hii ni siku ya kufurahishana, ni siku ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inma hiya ayamu farahin wa surur wa aklin wa shurb wa dhikri lillahi ta'ala. Ni masiku ya furaha, ni masiku ya kusherehekea, ni masiku ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni masiku ya kula na masiku ya kunywa. Hadithi ambayo ni sahih, Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema, yaumu arafa wa yaumu nahri wa ayamu tashriq iduna nahnu almuslimin, siku ya Arafa ambaye ni jana, wa yaumu nahri ambaye ni leo, na masiku matatu ya kesho na kesho kutwa na siku itakayofuatia ambaye anafahamika ayamu tashriq. Masiku yote yale ni idi yetu sisi Waislamu. Kwa kama ni idi yetu, na maana tunapaswa kusherehekea vizuri kwa kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusije tukamkosea Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya siku nzito kama hii ambaye ni afdalu ayami dunia, bora ya masiku ya dunia ni siku ya leo yaumu nahri, kisha siku inayofuatia ambaye ni yaumul qurri. Kwa tujitahidi kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tujitahidi kumwabudu Allah, na tujitahidi kusherehekea vizuri, tufurahishane, tualikane, na vile vile pia tuchunge mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusije tukamkosea Allah ndani ya siku adhim kama hii. Vile vile nasaha zangu kwa kina mama, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa nasaha akiwaambia, ya ma'ashara an-nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara hatabin nar. Enyi jopo la kina mama, enyi jopo la wanawake, tasaddaqna, kithirisheni sana kutoa sadaka. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuoneni nyinyi kina mama ndio mtakayekuwa kuni nyingi za moto wa Jahannam. Kwa ili muepukane na kuingia ndani ya moto huo, kithirisheni sana kutoa sadaka kwa wingi, na bila shaka nadhani mifuko inapita. Kwa kila moja atoe kadri alichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie masiku yetu ya leo yawe ni masiku ya furaha kwetu sisi, tusherekee vizuri kwa namna alivyotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa namna ambavyo salafu saleh walivyokuwa wakituhimiza. Mwisho kabisa nausia tujitahidi kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila moja atoe kile alichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, usije ukarudi na sadaka yako, kwani bila shaka siku ya leo ni siku ya kujitolea kwa wingi, na utambue hapa bila shaka kuna harakati nyingi. Vyote hivi tunavyoviona vinahitaji michango yenu waumini. Kwa hiyo tujitahidi kupata shilingi 500. Ni siku ya kujitolea kwa wingi, na utambue hapa bila shaka kuna harakati nyingi. Vyote hivi tunavyoviona vinahitaji michango yenu waumini. Kwa hiyo tujitahidi kupata shilingi 500 hivi sasa, kisha tupeane ruhusa kwa pamoja. Nani